takribani 4 za kuweza kujifunza maneno ya Mungu ambayo Mungu alikusudia. Haleluya. Wakati nakuja kwa ajili ya semina, niliandaa somo jingine, na hili somo ambalo tunajifunza hizi siku zote ilikuwa ni somo la kujifunza siku moja tu, siku ya kusherehekea miaka 3 ya huduma. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa ni somo la kipindi kimoja, lakini Mungu yeye anafanya apendavyo. Kwa hiyo yeye akakusudia kwamba tujifunze semina yote. Haleluya. Kwa hiyo nikasema tunajifunza juu ya somo linaloitwa utoshelevu kama sumaku ya kubarikiwa kwako. Tukaangalia kwa undani zaidi mpaka jana. Haleluya. Kwa hiyo kama umepitwa na vipindi vilivyopita, tafuta namna ya kufuatilia. Haleluya. Kama una uwezo wa kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, utafuatilia kwenye akaunti ya YouTube. Kama hauna uwezo, utatafuta mmojawapo wa waliohudhuria atakufundisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Na kwa sababu sisi tunayo mambo mengi, tutaendelea. Haleluya. Bado sijaona kama kuna utulivu fulani nao utafuta. Naona bado mambo ni mengi. Na nisikia vizuri watumishi? Haleluya. Okay. Kwa hiyo tulifikia hatua sasa tukasema tujifunze namna ya kuwa watoaji wazuri. Kwa lengo gani? Kwa kuzingatia kwamba tulisema ibada kamilifu, ibada yenye maana, ibada ambayo inampa Mungu kufikia hatua ya kukuamini wewe mwanadamu, kufikia hatua ya kukuheshimu wewe mwanadamu, inatengenezwa na utoaji. Haleluya. Tukaangalia katika Mwanzo sura ya 22 mstari wa 12, na narudia tu kwa sababu ya mtu ambaye hakuwepo. Mwanzo 22 mstari wa 12, ili angalau wapate picha ya pale tulipo na pale tulipotoka. Mwanzo 22 mstari wa 12, maandiko yanasema hivi, kipengele cha B kile. Anasema, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Mungu anaongea na Ibrahim, anamwambia, kwa sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Kwa tukasema Mungu anafahamu ya kwamba wewe ni mchaji wake pale ambapo utakuwa na hali toshelevu ndani yako, yaani tegemeo lako ni Mungu. Kwa hiyo hakuna namna unaweza kujizuilia kitu chochote kwa Mungu. Maana yake chochote ambacho Mungu atakihitaji kutoka kwako, wewe utakuwa na uwezo wa kumtolea, utakuwa na uwezo wa kumwachia. Tukasema sana habari hizi. Mwisho wa siku tukaja tukasema ya kwamba katika Warumi sura ya 12 mstari wa 1, Paulo anasema kwamba ndugu zangu, nawasihi kwa rehema za Mungu, kwa huruma za Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu safi, takatifu mbele za Mungu. Anasema hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Haleluya. Kwa hiyo tukatafakari kwa kuangalia mifano mingi sana. Tukasema ya kwamba kumbe ili uonekane ni mchaji wa Mungu, lazima ufikie kiwango cha Mungu kukuamini. Na ili Mungu akuamini ni kwamba hauna tegemeo jingine kwenye maisha yako. Haleluya. Tukasema ya kwamba ili Mungu akuhesabu kama ni mchaji wake, lazima ufikie hatua ya kuwa na utoshelevu ndani yako. Utoshelevu maana yake nini?
uko tayari kujitoa kwa mali, kwa fedha na kwa wewe jinsi ulivyo. Haleluya. Jana nikawaelezea kuhusiana na hii itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo safi. Nikasema ya kwamba mwili wako wewe ndio unahusisha mambo mengine yote. Kama unatafuta fedha unatafuta kwa ajili ya mwili, uvalishe nguo, ulishe chakula, upeleke mahala pamoja na sehemu nyingine, ulishe, uweke salama, yote yanahusisha mwili. Kwa anaposema itoeni miili yenu kuwa dhabihu safi takatifu, anamaanisha ya kwamba wewe uwe tayari katika kile ambacho ulitaka uhudumie mwili wako, ulitaka uupe thamani mwili wako, uhakikishe una uwezo wa kumpa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hapo ndipo tulipokuwa. Kwa hiyo tukafikia hatua sasa kusema ya kwamba tujifunze basi namna ya kuwa watoaji wazuri ambao Mungu atatuamini. Ili Mungu afikie hatua ya kukuamini, lazima uwe ni mtoaji mzuri. Kwa nini? Kutoa ni ibada. Nikasema kwa lugha nyingine unaweza ukatoa lile neno utoaji ukaandika kumcha Mungu. Ili ufikie hatua ya kuwa mcha Mungu mzuri. Mcha Mungu mzuri lazima angalau ufuate hatua hizi 4. Haleluya. Ambazo zinakufundisha nini? Utoaji. Nikasema ya kwamba hakuna ibada ambayo iko nje na utoaji. Nikakutolea mifano mingi sana, na mfano ambao tutauangalia pia kwa kurejea tu haraka haraka ilikuwa ni katika Marko sura ya 10. Bwana asifiwe sana. Marko sura ya 10 mstari wa 20. Marko sura ya 10 mstari wa 20. Maandiko yanasema akamwambia, mwalimu, yote nimeyashika tangu utoto. Yesu akamkazia macho akampenda. Haleluya. Hapa tunakuta habari ya mtu mmoja ambaye yeye alikuwa ana sifa ya kuonekana ni mchaji wa Mungu, kwa sababu kwanza anaonekana alikuwa ni mtu ambaye ameshika sheria zote alikuwa nazo. Huyu mtu akamfuata Yesu. Baada ya kukaa na kujitathmini, akajiangalia akasema, hivi mimi kwa jinsi nilivyo, kwa namna ninavyopenda ibada, kwa namna ninavyoshika sheria zote, hivi inawezekana kweli nikakosa mbingu? Baada ya kujitathmini akajiridhisha kwamba mimi sina dhambi yoyote ya kunifanya niende jehanamu, ya kunifanya nikose mbingu. Akamfuata Yesu. Akamwambia, mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia ya kwamba wazijua amri? Akasema, amri nazijua, tena nimezishika tangu nikiwa mtoto. Kwa huyu mtu hakuwa mzinifu, hakuwa mwizi, aliwaheshimu wazazi wake, alishika sheria zote. Haleluya. Tangu akiwa mtoto. Na jana niliwaambia kwamba kwa sababu walikuwa wanaongea na Yesu, maana yake Yesu alikuwa anathibitisha kwamba huyu bwana hizi sheria sio kwa sababu ya maneno yake tu, ila alikuwa amezishika ukweli. Kwa sababu kama angekuwa na upungufu kwenye hizi sheria, Yesu Kristo asingesema umepungukiwa na neno moja. Haleluya. Kwa hiyo waliokuwa wanamtazama wanafunzi wake ama mashahidi ambao walikuwepo wakati wa mazungumzo hayo, wao pia wanathibitisha ya kwamba huyu mtu alikuwa kwa kweli ana sifa stahiki za kwenda mbinguni. Alikuwa na sifa stahiki. Tukiitana kwenye jamii tukasema, jamani, hapa katikati yetu nani ambaye tunamwona ni mchaji wa Mungu? Wengi wangesema fulani. Haleluya. Kwa hiyo Yesu akampenda sana yule bwana, akasema wow, safi sana. Akamwambia, sasa ndugu yangu, umepungukiwa na neno hili moja. Hilo neno moja ambalo amepungukiwa huyo bwana ndio neno ambalo watu wengi ambao wako ndani ya kanisa, ambao wamemwamini Yesu Kristo, wako kwenye hiyo hali. Haleluya. Nikasema ya kwamba katika Methali 8:17 anasema, wanitafutao kwa bidii. Ile bidii inaonyesha utofauti. Na mimi nikasema lengo la somo letu ni kwamba tufikie hatua Mungu anatuamini.
Sio sisi tunamwamini Mungu. Watu wengi wako kwenye lile kundi la kumwamini Mungu, lakini Mungu je, anakuamini? Haleluya! Tukaenda vizuri sana, tukafikia hatua ya kusoma kwa habari za Ayubu. Nikamwambia Mungu alimzungumzia Ayubu yeye, sio kwamba Ayubu alianza kujielezea kwa shetani au kwa watu akamwambia unaniona mimi ni mtu mkamilifu jamani. Kama kwa habari ya zaka, natoa zaka vizuri. Kama kwa habari ya maombi, yani mimi ninafunga mara 2 kwa wiki. Haleluya! Lakini Mungu anamwambia shetani, umetoka wapi wewe jamaa? Unahangaika sana na kuonaona umemwona mtumishi wangu Ayubu, mtu mkamilifu, mchaji wa Mungu, aliyeepukana na uovu. Haleluya! Mwelekevu. Sifa za Ayubu ambazo mbinguni zinasomeka, ambazo mbinguni wakiangalia hivi chini wanamwona Ayubu. Duniani hakuna mtu ambaye yuko kama yeye. Mungu anamwamini Ayubu, anajisifia Ayubu. Shetani anakuja na tafsiri ambayo dunia sasa inaelewa kwa habari ya utoshelevu. Haleluya! Shetani anamwambia Mungu, hivi unadhani Ayubu anakutumikia tu bure? Unadhani Ayubu ni mchaji bure? Hapana, yule anakucha wewe kwa sababu umefanyeje? Umembarikia kazi ya mikono yake, umemzidishia mali zake, umempa vitu. Haleluya! Mungu anamwambia wewe shetani, hujui tafsiri ya mtu kuwa mtoshelevu. Utoshelevu hauko katika vitu, utoshelevu uko katika hali ya moyo wako. Kwa hiyo Mungu alivyomwangalia Ayubu alimuona ya kuwa ni mcha Mungu, sio kwa sababu ya vitu alivyokuwa navyo Ayubu, sio kwa sababu ya mali alizokuwa nazo. Mungu akamwambia shetani, nenda sasa ndugu yangu ukajithibitishie ya kwamba Ayubu ni mchaji wa Mungu. Shetani kwa kielele chake akajua ya kwamba hawa watu wanaenda kanisani kwa sababu wana hela, hawa watu wanamtumikia Mungu kwa sababu ya hela. Akasema wao, ngoja sasa niende kumuonyesha huyu bwana. Alipofika tu kwa mara ya kwanza, akaanza na mali za Ayubu, akatikisa mali zote, akahakikisha shetani vitu vyote, mali vyote za Ayubu zimeondolewa. Haleluya! Ayubu akabaki kama alivyo, pasipokuwa na nini? Na mali. Shetani akaanza kujiuliza, nilijua ya kwamba huyu jamaa anamcha Mungu kwa sababu ya vitu, kwa sababu ya mali, lakini mbona bado huyu jamaa bado hajamwacha Mungu wake? Akamwambia Mungu, sasa Mungu, ni kweli huyu jamaa hategemei vitu, huyu jamaa hana muda na vitu na mali, lakini labda ni kwa sababu umempa afya. Haleluya! Mungu akamwambia, shida ni hiyo tu, wewe bado mimi nimejithibitishia huyu ni mwelekevu, ni mchaji wa Mungu, nenda kwenye afya yake. Shetani akaenda kwa spidi, magonjwa, huzuni, akaleta magonjwa ya kutosha, changamoto ya kutosha, dhiki nyingi. Ayubu halali, muda wote anajikuna, muda wote mwili unamuasha, anaumwa. Haleluya! Shetani amepambana kuhakikisha Ayubu anakosa utoshelevu ndani yake. Haleluya! Nikawaambia ukiwa na utoshelevu ndani yako, Paulo anasema ya kwamba ninajua kupata na ninajua kupungukiwa. Haleluya! Kwa Kiingereza wanasema I am happy, yaani nina furaha nikiwa na kitu na nina furaha nikiwa sina kitu. Katika mambo yote nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unakuwa mtoshelevu sio kwa sababu ya vitu ulivyo navyo, sio kwa sababu ya mali ulizonazo, bali kwa sababu ya hali ya moyo wako ulionayo ndani, ambayo ni uchaji wa Mungu. Haleluya! Kwa hiyo shetani anamjaribu Ayubu. Mwisho wa siku tunaona Ayubu anathibitishwa ya kwamba ni mtoshelevu. Baada ya hapo Mungu anamwamini Ayubu, anamzidishia zaidi ya yale aliyokuwa nayo mwanzo, anampa watoto zaidi ya wale waliokuwa nao mwanzo, wazuri nchi nzima. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Ndivyo ilivyokuwa kwa Ibrahimu. Ibrahimu amefika kwenye wakati ambao ana mtoto. Yule mtoto ndio kilikuwa kitu cha thamani zaidi kwa Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa hathamini mali.
pamoja na kwamba alikuwa na mali, na yeye ndio aliyeanzisha habari za kutoa fungu la 10. Haleluya! Kwa hiyo Mungu alikuwa ameshajithibitishia kwamba huyu bwana sio mchoyo. Kama amepata 100, ana uwezo wa kunipa 10. Hilo nina uhakika. Sasa nataka nione, je, huyu Ibrahim ananicha mimi ni mchaji wa Mungu? Najuaje? Anashika sheria au je anahudhuria ibada? Hapana, nataka nijue, je, Ibrahim ni mchaji wa Mungu? Kitu gani ni cha thamani sana kwake? Mungu akaona kwamba huyu thamani kubwa kwake ni mtoto ambaye ni Isaka. Akamwambia Ibrahim, namuomba Isaka. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anajithibitishia kwamba Ibrahim ni mchaji wa Mungu. Ukisoma mstari unaofuata pale baada ya mstari wa 12, unaona sasa Mungu anamwambia Ibrahim, katika kukubariki nitakubariki, katika kukuzidisha nitakuzidisha, katika kukuongeza nitakuongeza. Hayo yote ndiyo ambayo Kristo alikuja akasema, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, halafu hayo mengine yote mtazidishiwa. Haleluya. Unatafuta kwanza moyo wako, unamcha Mungu, ufalme wa Mungu kae ndani yako. Haya mengine ambayo wewe ndio unayatafuta ni mazidisho. Haleluya. Haya ambayo wewe unayatafuta ndio mambo ambayo shetani anaweza kukupa ili tu usiwe mchaji wa Mungu. Bwana asifiwe. Alimwambia Yesu, ukinisujudia haya mambo mengine yote nitakupa, dhahabu, fedha, magari, majumba, ila tu unisujudie. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kinachowindwa ni ibada, kinachowindwa ni uchaji wa Mungu. Kwa hiyo hatui watoshelevu kwa sababu ya vitu, ila tunakuwa watoshelevu kwa sababu ya kumcha Mungu. Tunajitoa kwa Mungu, hatuna tena thamani sisi wenyewe, tunajihesabu kuwa si kitu, bali tunamhesabu Mungu kuwa mmiliki halali wa maisha yetu. Ndio tunasema yeye aaminie, atakayeamini na kukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Ile Bwana maana pale imetumika inamaanisha ni master, mtawala. Haleluya. Ukikubali ya kwamba Kristo ni mtawala wa maisha yako, wewe hauna amri yoyote juu ya maisha yako, juu ya mwili wako, juu ya ratiba zako, juu ya mipango yako, vyote vinakuwa chini ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa huyu ndugu yetu mtumishi wa Mungu mwaminifu sana, ameshika sheria mno. Yaani kwa habari ya dhambi unazozijua wewe, huyu bwana hana. Haleluya. Kwa hiyo Torati yote ameimaliza, zile amri zote amezimaliza. Yesu Kristo alivyompenda akamwambia, umepungukiwa na neno moja, enenda ukauze ulivyo navyo vyote. Anasema uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo nifuate. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mchaji wa Mungu kwa lugha tulionayo hapa kanisani, sio mzinzi, sio mwasherati, sio muuaji. Anahudhuria ibada, anaheshimu wazazi wake wa kimwili na wa kiroho. Yaani ni mtaratibu. Kwa kweli tunathibitisha ya kwamba huyu mtu ni mtu wa maombi, ni mtu mwaminifu. Haleluya. Anaenda mbele za Kristo, anaambiwa kuna neno moja limepungua. Neno gani lilopungua? Uchaji wa Mungu. Haleluya. Uchaji wa Mungu maana yake nini? Hauna kumcha Mungu. Sheria unazo sawa, lakini hauna kumcha Mungu. Mungu anachokitaka ajithibitishie kama alivyothibitisha kwa Ibrahim. Ibrahim ndugu yangu alikuwa ni baba wa imani, ameshaitwa kutoka katika nchi waliokuwa wanaishi Haran. Mungu anampeleka katika nchi asiyoijua. Ibrahim anatii. Ibrahim anahesabiwa kuwa baba wa imani. Haleluya. Ibrahim anapata heshima, Mungu anamwita baba wa mataifa, lakini bado alikuwa hajathibitishwa mpaka pale ambapo alifikia hatua ya kwamba nenda ukauze vyote ulivyo navyo. Ondoa tegemeo katika vitu, ondoa tegemeo katika mali, ili uhesabike kuwa mchaji wa Mungu, ili Mungu akuamini. Lazima uondoe tegemeo katika mali. Haleluya. Nikawaambia ya kwamba
Kutegemea mali haimaanishi ya kwamba ni tajiri peke yake. Hata maskini anategemea mali. Ni nini unachokitegemea wewe? Msaada wako uko wapi? Hiyo ndio ambayo Kristo anaitafuta. Haleluya! Watu waliokuwa pamoja naye wakashangaa, wakasema haiwezekani, huyu anazungumza mambo gani? Huyu mtu ni role model wetu. Kwanza ana fedha, kwanza ni tajiri, halafu katika utajiri wake bado anashika sheria za Mungu. Bwana asifiwe sana. Bado anashika sheria za Mungu. Kwa lugha nyingine sasa ndio tutaanza kuambiana, huyu bwana amebarikiwa, ni mcha Mungu lakini amebarikiwa. Haleluya! Lakini Kristo anamwambia hauna ucha Mungu ndani yako. Kwa nini? Tegemeo lako unategemea nini? Una uwezo wa kumpa Mungu chochote atakachokuomba? Chochote atakachohitaji kwako Mungu una uwezo wa kumpa? Haleluya! Kwa hiyo tulitoka hapo tukajifunza sasa hatua za mwanzo za kuwa watoaji kwa kuangalia kanisa la Makedonia katika Korinto wa pili sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza pale. Bwana asifiwe. Tukaangalia vipengele vitatu vya mwanzo. Cha kwanza kilisema ili tuweze kuwa na hali ya utoaji au uchaji wa Mungu kwenye maisha yetu, tutafute neema ya Mungu katika kutoa, katika kujitoa. Neema ya Mungu ndio msingi wa wewe kuweza kufikia hatua ya kuweza kutokutegemea mali. Bwana asifiwe. Nikawapa mifano mbalimbali juu ya watu ambao walitafuta neema ya Mungu. Nikawaeleza kwa habari ya Musa na wana wa Israeli. Musa aligundua ya kwamba lazima nitafute kupata neema ili niweze kufanikiwa katika kumcha Mungu. Haleluya! Kwa tukajifunza kwamba neema ya Mungu ni mwalimu na Roho Mtakatifu ndio msingi wa neema ya Mungu. Na nikasema Roho Mtakatifu yeye ndiye anayetuombea, anatutamani sana tupate ile neema. Na nikasoma katika Yakobo sura ya 4 pale mstari wa 5 na wa 6. Tukasema Roho Mtakatifu anatutamani, anatujalia neema iliyozidi. Nikasema neema iliyozidi maana yake kuna ziada ambayo itakufanya wewe sasa Mungu akuamini, sio wewe tu muamini. Usiwe Mkristo wa kawaida wa neema tu ya kupokea wokovu kwa njia ya msalaba, hapana. Uwe na neema iliyozidi. Haleluya! Na tuliona hawa watu wa kanisa la Makedonia ya kwamba utoaji wao ulitokana na neema ya Mungu iliyokuwa juu yao. Paulo anashangaa, anasema hawa watu ni maskini, uchumi wao ni mdogo mno. Yaani hata mimi Paulo nilijua ya kwamba hawa watu tunatakiwa sisi ndo tuwasaidie, lakini nimeshangaa mno, wamenishangaza. Pamoja na kwamba walikuwa ni maskini, walikuwa na dhiki nyingi. Katika dhiki nyingi waliokuwa nayo, maandiko yanasema wingi wa furaha yao, pamoja na umaskini ulivyokuwa kwao, bado waliongezeka katika ukarimu. Haleluya! Kwa tukajifunza tukasema ya kwamba ukipata neema ya Mungu katika kumcha yeye, katika kujitoa kwake, hautamtolea Mungu, hautamwabudu Mungu kwa sababu ya vitu ulivyonavyo. Haleluya! Nikamwambia kwamba Mungu haangalii kiasi ulichonacho, ila anaangalia ule utayari. Mama mmoja alikuwa ni mjane, wametoa watu mahela ya kutosha, wanasubiria recommended from Christ, kwamba Mungu Yesu Kristo aseme fulani amejitolea vya kutosha, jamani tumpigie makofi. Yesu akasema aliyetoa na sadaka yake imepata kibali mbele za Mungu ni huyu mama mjane aliyetoa senti 2. Bwana asifiwe sana. Kwa nikawaambia kwamba kuna mazingira ambayo wewe unaweza kuwa unatafsiri ya kwamba huwezi kumtolea Mungu, huwezi kujitoa kwa Mungu, unahitaji msaada wewe. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu anakuangalia kama mtu ambaye anapaswa kuwa mchaji. Maandiko anasema katika Matendo nadhani sura 20:35, anasema ni heri kutoa kuliko kupokea, kwa sababu kutoa ni sifa ya Mungu, na sisi tuna sifa ya kuwa miungu. Sisi ni wana wa Mungu. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Yeye alijitoa kwanza, akafa msalabani kwa ajili yetu. Kwa na sisi tunapaswa kuwa watoaji. Haleluya! Nikawaelezea kwamba neema ya Mungu ikija kwenye maisha yako utajua kutoa
ni sehemu ya maisha yako. Nikawatolea mfano wa mama mmoja ambaye yeye alikuwa amebakiza kitu kidogo sana. Tuseme alikuwa amebaki na shilingi 500. Aende akanunue kaunga kidogo na vidagaa, apike, ale, baada ya hapo afe. Kwa sababu nchi nzima ina njaa, hawezi kwenda kwa jirani, hawezi kwenda kuomba sehemu chakula. Haleluya. Huyu mama anakutana na Elia. Elia anamwambia, nenda ukaandae chakula. Kwanza alimuomba maji. Wanatuwe sana. Nikasema kuna namna Mungu anaweza kuomba kitu ambacho kwako hakina thamani kubwa sana. Kwa hiyo unakuwa haraka kutoa. Alipomuomba maji, yule mama akanyanyuka, alikuwa anakusanya kuni. Haraka akaenda kutafuta maji. Wakati anaenda Elia akaongezea, akasema, naomba pia na mkate. Haleluya. Mama akageuka akasema, ni afadhali ingekuwa maji, maana maji ni ya kuchota tu. Mkate tena. Akamwambia, sasa baba, maji kwa kweli hapo, lakini mkate nimebakiza kaunga kadogo tu na vimafuta. Yaani hapo kamkate nikipika, naona mimi tu na mtoto wangu tutakula halafu basi. Wala asifiwe sana. Akasema, nataka uandae, unipe mimi kwanza. Yule mama alikuwa amebakiza tegemeo lake lile, yani kitu kilichokuwa na thamani kwenye maisha yake kwa muda ule ni ule unga na vile vimafuta, kama ambavyo kilichokuwa na thamani kwa Ibrahim ni yule mtoto Isaka. Kwa hiyo yule mama akamwangalia baba yake wa imani Ibrahim, akasema, Ibrahim kama aliweza kutoa mwanae wa pekee, thamani iliyokuwa kubwa kwenye maisha yake ilikuwa ni mtoto. Akasema, mimi maisha yangu haya hayana thamani tena kama huu unga utakuwa haupo. Kwa hiyo akajitoa, akamtolea ule unga. Maandiko yanasema baada ya kuutoa ule unga, Mungu akamwamini yule mama, akajithibitishia ya kwamba huyu mama yuko tayari kunisha mimi katika mazingira yoyote. Kama ameweza kutokunizuilia mkate, kilichokuwa tegemeo lake, akanipa. Maana yake ni nini? Ameenda kuuza vyote. Haleluya. Halafu akaja kwangu, akanifuata mimi. Mungu anamwamini. Yule tajiri alikataa wito wa kuwa mcha Mungu. Kwa nini? Aliona kwamba nina mali nyingi sana, nikauza vyote. Hapana, bora nibaki tu na kushika sheria. Sasa watu wengi wamebaki kushika sheria, lakini Mungu akiwaangalia hawaoni katika hali ya utoshelevu, hawaoni katika hali ya uchaji, hawaoni kuamini. Haleluya. Kwa hiyo tukasema, ndugu zangu, tukusudie na kutamania, tamani kuwa mcha Mungu, tamani kuhama katika hali ya kumwamini tu Mungu, uhamie katika hali ambayo Mungu mwenyewe atakuamini, kwamba atasema, ndugu zangu, huyu mtu nikimpa mtoto itakuwa ni utukufu kwa Mungu, haitakuwa fimbo kwa wengine, haitakuwa sehemu ya masengenyo kwa wengine, haitakuwa majungu. Haleluya. Kwa lazima ufikie hatua sasa ya kumcha Mungu. Kwa hiyo nikasema tutafute neema ya Mungu itusaidie. Nikasema tuchague kutokuwa kawaida ili Mungu aweze kutufikisha hatua za kuaminiwa. Haleluya. Jambo la tatu tukasema tena kuwa na utayari. Na tuliangalia mifano mingi mno. Haleluya. Nikudokeze tu mfano wa mtu mmoja alikuwa anaitwa Siba. Haleluya. Huyu Siba alikuwa ni mtumwa, alikuwa chini ya bosi wake. Siba amemwona mfalme. Mfalme ni mtu wa hadhi ya juu. Siba ni mtumwa, hana uwezo, hakidhi vigezo vya kumhudumia mfalme. Akatafuta vipunda vyake viwili na mikate 200 na vinywaji, akaenda kwa mfalme. Mfalme anamuuliza, hivi vitu ni vya nini? Siba anamwambia, hawa punda ni kwa ajili ya wajamaa zako, sio kwa ajili yako. Maana ninajua mimi siwezi kukuhudumia wewe. Wewe ni mtu mkuu, wewe ni una heshima zaidi, mimi ni mtumwa tu. Kwa hiyo nilichokileta ni kwa ajili tu ya wafanyakazi wako bwana. Akasema, na hii mikate mimi siwezi kukupa chakula wewe mfalme. Chakula chako kinatakiwa kiwe na maandalizi makubwa, kiwe cha thamani, kiwe kikubwa. Akamwambia, na hichi chakula nilichokuletea ni kwa ajili ya vijana wako, sio kwa ajili yako. Haleluya.
Tunachokiona ni nini? Anajitoa, sio kwa sababu alikuwa anahitaji kitu, sio kwa sababu kuna kitu alikuwa anakitamani, lakini alikuwa na moyo wa utayari wa kujitoa. Haleluya! Matokeo yake tunakuja kuona ni kwamba mfalme anamwamini, anamwambia yote yaliyokuwa ya bosi wako, yote yaliyokuwa ya mkuu wako yamekuwa ya kwako. Bwana asifiwe sana. Tukaangalia mfano wa yule mama mwingine Mshunami, hana mtoto, amemwona mtumishi wa Mungu Elisha nadhani. Alivyomuona hajakimbilia kumwambia ndugu zangu, huyu mtumishi wa Mungu amekuja hapa kwetu, sasa baba tunahitaji 1 2 3, hatuna mtoto, huu ni mwaka wa 10. Haleluya! Lakini yeye alichokiona, aliona utoaji, aliona kumpa Mungu ibada. Akamwambia Elisha, akamwambia mume wake, huyu baba anapita kila siku hapa, ni mtumishi wa Mungu, tumpe chakula. Akatenda wema wa chakula. Alipotenda wema wa chakula hakupata mtoto. Na hii inatuonyesha nini? Alikuwa anatenda, sio kwamba alikuwa anahitaji kitu. Hakuchoka. Maandiko yanasema tusichoke katika kutenda mema, katika Wagalatia 6:9. Kwa anasema ya kwamba baada ya kumpa chakula, baadaye akasema tuongeze kitu, tumtengenezee na nyumba, tumtengenezee na mahala, kitanda kizuri, ili awe anaishi hapo. Bwana asifiwe sana. Baadaye tunaona sasa matokeo. Yule mama hajaenda kumwambia Elisha kwamba nina uhitaji wa mtoto, lakini Elisha na Gehazi wamepita mahali pale mara kwa nyingi. Kwa hiyo wameshapazoea, wameshakaa, wamefahamu mazingira, wamekaa wanaulizana, huyu mtu amepungukiwa na nini? Bwana asifiwe sana. Wanakuja kugundua kwamba huyu mtu hana mtoto, na niliwaambia jana, ili uonekane kwamba una changamoto ya mtoto, haiwezi kuwa tu ndani ya mwaka mmoja baada ya kuolewa. Tunatarajia tukisema kwamba huyu mtu hana mtoto, jamani, ana changamoto ya mtoto, maana yake ana miaka 5, ana miaka 10, ana miaka ya kutosha, hana mtoto. Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo Mungu anajishughulisha sana na mambo yako, sio kwa sababu umemuelezea, sio kwa sababu umemwambia. Haleluya! Ndio maana anasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na hayo mengine mtafanyeje? Mtazidishiwa. Yaani hauhitaji wewe kwenda kumwelezea Mungu ya kwamba unahitaji 1 2 3, ila yeye kwa sababu anakuamini anakuzidishia, anakupa nyongeza. Kwa huyu mama amemtumikia Mungu, amejitoa kwa Elisha, ametoa kilichokuwa ndani yake. Mungu anaona sasa huyu anahitajiwa apewe mtoto. Bwana asifiwe sana. Jambo hilo lilikuwa tuliishia hapo jana. Sasa jambo la 4, ili tuweze kumalizia somo letu. Bwana asifiwe. Jambo la 4 anasema siri ya kujitoa binafsi kabla ya vitu. Ili uweze kuwa mtoaji, lazima ujitoe wewe kwanza kabla hujatoa vitu. Yaani ili uweze kutoa hivyo vitu ambavyo unatakiwa kutoa, kwanza lazima wewe mwenyewe ujitoe wewe mwenyewe. Haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 5. Haleluya. Ni mwendelezo wa habari ya kanisa hili la Makedonia. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 5. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, unaelewa mtumishi wa Mungu? Ndio tunamaliza hivyo. Mwambie ndio tunamaliza hivyo. Haleluya. Amen. Au mnataka tupige injili ya pokea, Bwana atapigana nao. Haleluya. Nao watanyamaza kimya. Haleluya. Hiyo ni ziada watumishi. Kwa hiyo maandiko yanasema katika Wakorintho wa pili au sura ya 8 mstari wa 5. Anasema tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba hili kanisa la Makedonia walikuwa ni watu maskini sana. Ngoja nikusomee kuanzia juu hapo ili upate picha, uelewe tunachotokea. Anasema tena ndugu zetu tuwaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa katika dhiki nyingi. Watu hao walikuwa kwenye majaribu. Yaani kama ni habari ya chakula ilikuwa ni changamoto kwao.
Tena kwa habari ya kula, huenda walikuwa wanakula mlo mmoja kwa siku, au walikuwa wanakula hata mara mbili kwa wiki. Walikuwa na hali ngumu mno, kama ni magonjwa walikuwa nayo sana. Andiko anasema walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi. Yaani walikuwa ni maskini wa kutosha. Haleluya! Yaani wewe sio maskini mpendwa, unavaa nguo tena unazo za kubadilisha wewe sio maskini. Sasa hawa watu wanakwambia walikuwa wana umaskini mwingi. Kama ingekuwa ni umaskini wa kawaida, hiyo mwingi singekuwepo. Walikuwa na umaskini mwingi, walikuwa na dhiki nyingi. Sasa niliwaambia jana, hawa watu wamekutana na mtumishi wa Mungu Paulo. Jambo la kwanza, watu wengi wakikutana na mtumishi wa Mungu watakimbilia kuelezea mahitaji yao. Vile vile ni sawasawa ambavyo unapokuja ibadani, unapokuja kwenye maombi, jambo la kwanza unakimbilia kuelezea mahitaji yako. Lakini maandiko yanatuambia hawa jamaa walikuwa waajabu sana. Pamoja na kwamba walikuwa na dhiki nyingi, pamoja na kwamba walikuwa na umaskini mwingi, anasema walikuwa na furaha. Tena ile furaha anasema uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Kadri unavyozidi kupungukiwa vitu, yaani kadri unavyozidi kuwa na kutokuwa na vitu, ndivyo unavyotakiwa kuwa na kuongezeka katika ukarimu. Haleluya! Ngoja nirudie tena. Kuna watu ambao wanasema ya kwamba mimi Mungu akinipa 1 2 3 nitamfanyia 1 2 3. Siku nikiwa na hela nitawahakikisha na watembelea wajane kuwatia moyo, nitawahudumia wahitaji siku nikiwa na hela. Haleluya! Maandiko yanasema tofauti, yanasema ya kwamba hawa watu katika wingi wa umaskini wao, umaskini wao uliwaongezea wingi wa ukarimu. Maana yake walikuwa watoaji katika hali ya umaskini. Haleluya! Mstari wa 3 anasema, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Jana tuliangalia tafsiri hii kwamba hawa jamaa walijitoa katika hali ya umaskini waliokuwa nao, katika mambo ambayo tulitarajia kwamba huyu mtu uwezo wake ni 500, basi angalau anaweza kutoa shilingi 50. Paulo anasema, ndugu yangu, zaidi ya uwezo wao walitoa. Yaani yule ambaye ulimtarajia kwamba kiwango chake cha mwisho cha kutoa ni shilingi 200, aliuona uwezo wa kutoa hata 500. Haleluya! Maandiko anasema hivi, mstari wa 4, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Yaani kifupi ni kwamba Paulo alikuwa anawaambia, jamani, msio na wasiwasi. Kama mtu amekuja labda na viunga vyake, anamwambia ndugu, hapana, wewe kaa nayo tu, haina shida, tunashukuru sana jamani. Wale watu wakasema, hapana, tunataka kutoa, tunataka kuwahudumia. Paulo anawaonea huruma, anasema, jamani, sisi ndio tunapaswa kuwapa nyinyi, sisi ndio tunapaswa kuwahudumia ninyi, ninyi ni wahitaji, ninyi ni wagonjwa. Lakini hawa jamaa wanasema, wakatuomba, wakatusihi, yaani ni kama wakasisitiza, jamani, tuacheni tutoe, tuacheni tuwahudumie. Haleluya! Katika dhiki nyingi unayopitia, katika hali ya umaskini, katika mahitaji mengi ulionayo, unatakiwa ushawishike kujitoa zaidi. Haleluya! Yaani wakati watu wanakuonea huruma, wanasema wewe ni mjane, unatakiwa useme, mimi katika ujane wangu huu nitahakikisha namtolea Mungu, sitakuwa mtu akutia huruma. Haleluya! Mungu wa ajabu sana, mifano yake ni ajabu mno. Anasema alivichagua vilivyo dhaifu ili kuviaibisha vilivyo na nguvu. Yaani Mungu anatolea mfano wa mjane, anasema huyu mama alikuwa ni mjane, amebakiza kaunga kadogo. Kifupi ni kwamba yule mama mjane atakiwa aanze kujielezea, lakini baba, mimi ni mjane, sina mme, baba, mimi ni yatima. Laiti kama baba yangu angelikuwapo, basi ningekuwa hata angalau wa kuwezo wa kutoa. Haleluya! Lakini Mungu anasema amevichagua vile dhaifu ili avifanye kuwa na nguvu. Haleluya! Kwa hiyo hawa watu walikuwa na shida nyingi, lakini wakawaambia kina Paulo, tuacheni tuwahudumie.
tuacheni tumtolee Mungu, tuacheni tumwabudu Mungu, maana hii ndio ibada yetu. Mstari wa 5 anasema hivi, yale ambao walikuwa wanayatenda hawa jamaa, ile jitihada waliokuwa nao na ile kusii waliowaomba kina Paulo, anasema ya kwamba tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana. Haleluya. Naona sasa huyu jamaa anatufundisha vitu vya maana sana. Niombe yule tajiri jamani, alishika sheria vizuri. Yaani kwa habari ya kuwahi kanisani, good man. Kwa habari ya kutoa sadaka kanisani, zaka, safi sana. Lakini yote alikuwa anayafanya, hakuwa na ucha Mungu ndani yake. Hakufikia hatua ya kuwa na ile neno bidii. Haleluya. Kwa yote aliyafanya kama utamaduni, aliyafanya kama kawaida. Kwa hiyo anapoambiwa sasa umepungukiwa na ile ziada, fanya kitu cha ziada, kauze vyote, hiyo ndo ziada yako. Akasema hapana. Wewe hujatoka kwa Mungu, wewe mtumishi ni tapeli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo niko hapa kukutia moyo ya kwamba katika hali ngumu ya kimaisha ulionayo, Mungu anakutaka katika hali hiyo uwe wa kwanza kutangulia kumpa Mungu ili akuamini. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hili ni neno la faraja. Haleluya. Hili ndiyo neno la faraja. Mtu ambaye anakuhurumia sana, mtu ambaye anakupenda sana, anakufundisha njia, hakuonyeshi matendo. Sasa watu wengi wanatafuta matendo. Matendo ni nini? Nimesema ni ziada. Wana wa Israeli walikimbilia matendo, bahari ipasuke wapite. Lakini Musa akasema, Bwana unipe neema nipate kuzijua njia zako, unionyeshe njia zako. Na mimi niko hapa kuwaonyesha njia. Siwaambii tu mbarikiwe, siwaambii tu Mungu atakutana na mahitaji yenu wapendwa, atawaongezea vya kutosha, atabadilisha maisha yenu. Waliokudharau hawatakudharau tena bila kukuonyesha njia. Njia inasema ya kwamba katika wingi wa umaskini wao, hawa watu walitusihi, wakatuomba, jamani, mtuache tuwe na ushirika katika kuwahudumia watakatifu. Yesu Kristo alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Haleluya. Kwa hiyo akikuangalia wewe, hakuoni jinsi unavyojiona. Wakati wewe unajiona ni maskini, yeye anakuona kuwa ni tajiri. Yeye anakuona kuwa unavyo vitu, anatafuta kukuamini. Bwana asifiwe sana. Kwa Paulo anasema ya kwamba jamani, pamoja na kwamba hawa watu walijitolea, basi tulisema basi okay, toeni tu watumishi wa Mungu. Walivyotoa, Paulo anasema jamani, walitoa sio kama tulivyotumaini. Yaani kama tuliwakadiria kwamba hawa hata wakitoa sana ni kama 5,000 hivi. Haleluya. Yalikuwa ndo matumaini yao. Lakini anasema walitoa zaidi, sio kama tulivyotumaini. Haleluya. Walitoa zaidi ya uwezo wao, walivuka kiwango. Mungu amefikia hatua ya kuamini. Anatoa siri anasema ya kwamba haya yote walioyatenda hawa ndugu jamani, anasema sio kama tulivyotumaini, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana. Jambo la kwanza, walijitoa nafsi zao kwa Bwana. Ndio hiyo Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili, anaposema ya kwamba itoeni miili yenu kuwa dhabihu safi takatifu kwa Mungu. Haleluya. Kwa lazima ufikie hatua ya kujitoa kwanza. Wewe ufikie hatua ya kwamba si mimi ninaishi bali Kristo ndani yangu. Maana yake wewe una thamani tena yoyote juu yako. Haleluya. Yaani uko tayari kuvaa shati moja kila siku kanisani ili mradi tu unampa Mungu ibada. Haleluya. Yohana anasema ya kwamba aliye na nguo mbili ampe yule asiye na nguo. Na watumishi wa Mungu, maana yake nini? Ukiwa na nguo mbili afu kuna mtu hana nguo, bora ubaki na nguo moja. Useme mimi mwenyewe nina tatu hili. Sasa nikimpa na hichi nitakuwa nabadilishaje? Haleluya. Mungu hawezi kukuamini. Mungu hawezi kukufikia hatua ya kukuzidisha. Kwa nini? Kwa sababu una ubinafsi. Haleluya.
Ubinafsi ukiwa ndani yako, hakuna ibada yoyote ambayo itafanyika. Hawa watu walijitoa nafsi zao kwa Mungu, wakajitoa kwa Bwana. Baada ya kujitoa kwa Bwana, anasema na kwetu pia. Haleluya! Kwa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima ujifunze kujitoa nafsi yako. Haleluya! Na amri za Mungu zinasemaje? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Haleluya! Na kwa nguvu zako zote. Yaani maana yake wewe unabaki bila kitu. Ukitoa roho yako, ukatoa moyo wako, ukatoa akili yako, ukatoa na nguvu zako, haubaki na kitu. Kwa sababu nguvu ndio zinaweza kufanya wewe angalau unasimama, unatembea, unaweza kuwaita watu, unaendeleaje wewe bwana? Ni kwa sababu una nguvu. Akili ndio uwezo wako wa kujua kwamba hichi ni kiti, hapa ninapopita kuna moto, hapa ninapopita nitafika Kakubilo, hapa ninapoelekea ni wapi, shamba liko wapi, nalimaje. Ndo akili. Roho yako ndo uhai wako, na moyo wako ndio nafsi yako. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kujitoa kwanza nafsi yako, ili uweze kupata sasa ile access ya vitu. Ukijitoa ndugu yangu, hauwezi kumzuilia Mungu vitu. Haleluya. Na niliwaambia jana, Yesu Kristo alisema hivi katika hukumu ya siku za mwisho. Haleluya. Anatoa tafsiri ya hukumu itakavyofanyika. Akasema ya kwamba walienda watu kundi kubwa. Haleluya. Akawaambia, ndugu zangu, njooni kwangu ninyi mliobarikiwa, kwa kuwa na alikuwa uchi mkanivisha, na alikuwa na njaa mkanipa chakula, na alikuwa na kiu mkaninywesha. Haleluya. Alafu akawaambia, ingieni katika ufalme wa Mungu. Jamaa wengine wakasema, Bwana, kwa nini sisi tusiingie huko? Sisi tumekutumikia sana Mungu. Maisha yetu haya tulikuwa ni kanisani tu. Maisha yetu haya ni watu wa maombi, ni watu wa mifungo. Yesu akamwambia, tokeni kwangu ninyi, kwa kuwa sikuwajua ninyi. Na alikuwa na njaa, hamkunipa chakula, na alikuwa na kiu, hamkunipa maji. Ukifuatilia historia yake yote unakuja kugundua kwamba anachokizungumzia Kristo ni ibada ambayo ni nini? Ni utoaji. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa usizani somo hili nakufundisha kwa bahati mbaya. Bwana sio kasema nakufundisha kwa bahati mbaya, hapana. Nakufundisha kwa manufaa yako, nakufundisha kwa faida yako, ili usiishie tu kuwa Mkristo halafu mwisho wa siku kaikosa mbingu. Haleluya. Kwa sababu hapa ndipo kuliko na uchaji wa Mungu. Ngoja nikuoneshe sasa katika Mhubiri sura ya 12. Mhubiri sura ya 12. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 pale. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 pale. Maandiko yanasema ya kwamba hii ndiyo jumla ya maneno. Hii ndiyo ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasavyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani maisha yako wewe tangu ulipozaliwa, ulivyoumbwa tu, jukumu lako la kwanza la kufanya ni kumcha Mungu. Haleluya. Hii ndiyo impasavyo mtu. Yaani jukumu lako la kwanza kwenye maisha yako na la mwisho ni kumcha Mungu. Mfalme Sulemani ambaye alikuwa na hekima nyingi, alikuwa ni tajiri vya kutosha, alikuwa na vitu vyote, anahitimisha ya kusema, jamani, jumla ya mambo yote unayoweza kuyafanya, unayoweza kuyatenda, hakikisha unamcha Mungu. Kwa kumcha Mungu ndio jambo la kwanza na la mwisho kwenye maisha yako. Ni heri upoteze vitu vyote ila uhakikishe wewe ni mcha Mungu. Na maandiko yanasema kumcha Mungu ni nini? Nimewaelezea. Mungu anamjua Ibrahim kwamba ni mcha Mungu kwa sababu ya kuwa tayari kujitoa, ya kuwa tayari kutoa. Na yule bwana ambaye alikuwa anashika sheria
Anapoteza uchamungu kwa sababu gani? Amekosa kuwa tayari kutoa. Kuuza vyote ni kutoa, anategemea mali. Haleluya! Kwa hiyo lazima ujifunze kuwa mtoaji. Anasema the conclusion, hitimisho. Ndugu yangu, tutafundishana vitu vingi sana kwenye maisha yetu. Tutafundishana mambo mengi mno, jasiriamali, tutajifundishana namna ya kujikwamua kiuchumi, tutafundishana namna ya kuimba kwaya, utumishi jamani, uinjilisti, mambo yote mazuri tutafundishana. Lakini mwisho, hitimisho, conclusion, yani unapomalizia, Paulo anasema nisiishie tu kuwahubiria halafu nikaikosa mbingu. Maana yake nini? Yani hizi huduma tunazozifanya, tunafanya vizuri sana, tunafanya mambo mema, yanafaa mno, lakini wapendwa, watu waliokuwa katika siku ya hukumu walimwambia Bwana, je, hatukutoa mapepo kwa jina lako? Hatukujenga makanisa kwa jina lako? Hatukuombea wajane? Hatukufariji Bwana? Hatukuwa wafagiaji kanisani? Haleluya! Kristo anasema tokeni kwangu kwa sikuwajua ninyi. Sababu ni nini? Kuna hali ya utoaji haikuwepo ndani yao. Hawakujitoa. Walishika sheria sawa, walifanya huduma sawa, lakini ndani ya mioyo yao walitegemea mali. Hawakumwachilia Mungu chochote, hawakuwa tayari kumcha Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maandiko yanasema ya kwamba jumla ya mambo yote hakikisha unamcha Mungu, na hilo ndilo jukumu la Mungu. Biblia ya Kiingereza inasema fear God, do what he tells you. Fanya kile ambacho Roho Mtakatifu anakuambia. Fanya kile ambacho Mungu anakuambia. Kile ambacho Mungu anakuambia ndiyo sheria ya kwanza. Haleluya! Mungu anamwambia Ibrahim, mtoe mwanao Isaka. Haipo kwenye sheria. Na leo watumishi wa Mungu, haipo kwenye nini? Kwenye sheria. Yesu Kristo anamwambia yule bwana, nenda kauze vyote kisha njoo nifuate. Haipo kwenye sheria. Maana yake nini? Kile ambacho Mungu anakuambia ndiyo sheria. Hakikisha unafanya kile ambacho Mungu anakuambia, kwa kuwa kadri unavyotii, unavyoheshimu, ndivyo ambavyo unakuwa ni mcha Mungu. Ndivyo ambavyo Mungu anapata nafasi ya kukuamini, anapata nafasi ya kukuheshimisha. Haleluya! Kwa hiyo ndugu zangu, nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo ili uweze kustahimili, ili uweze kuvuka, ili uweze kuhama katika hali ya kawaida, usiwe wa kawaida, usiwe mwanadamu wa kawaida, usiwe Mkristo wa kawaida, uwe wa tofauti. Lazima uhakikishe umefikia hatua ya kuwa na utoshelevu ndani yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, amen. Simama umwambie mtumishi mmoja wapo, wawili, watatu, waambie hakikisha una utoshelevu ndani yako. Mmenisikia watumishi wa Mungu? Au mnadhani nimeongea kiroho? Sijaongea kiroho, nimeongea kimwili. Bwana siwasikii. Haleluya, Bwana asifiwe. Mmeshamwambia vizuri? Amekuahidije? Haleluya. Basi ukae tuweze kumalizia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima ujue jumla ya mambo yote, hitimisho la maisha yako linatakiwa liwaje. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa katika Timotheo wa pili sura ya 3, Bwana asifiwe. Haleluya.
Kumbe somo letu halijaisha, kumbe bado sana tu. Haleluya. Tumalizie watumishi wa Mungu, kaeni mtulie tumalizie. Haleluya. Timotheo wa pili sura ya 3, maandiko yanasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Haleluya. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Anaanza kuelezea, anasema maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Bwana asifiwe sana. Watu watakuwa wenye kujipenda, watu watakuwa wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuoneshe kwamba somo nililokufundisha halijaja kwa bahati mbaya. Haleluya. Siku za mwisho, moja ya ishara ya siku za mwisho ni watu kuondokana na uchaji wa Mungu ndani yao. Haleluya. Na nimwambia uchaji wa Mungu ndani yako ni kufanyeje? Ni kujitoa. Ibada ni utoaji wako. Ibada ni kuwa tayari kutoa. Haleluya. Unatoa kwa Mungu, unatoa kwa wanadamu. Yaani unajitoa mwenyewe kwa Bwana. Uko tayari Mungu akutumie ipasavyo, akutumie apendavyo. Huo ni utoaji wako mkamilifu. Sasa nyakati tulizo nazo, katika nyakati za mwisho, haleluya, maandiko yanasema ni nyakati za hatari. Hatari ni nini? Hatari sio kwamba hakuna waimbaji. Hatari sio kwamba injili haiendi vijijini. Sio kwamba watu watakataa injili. Sio kwamba watu hawatasapoti mikutano ya injili. Sio kwamba watu hawatajenga makanisa. Sio kwamba watu hawataenda kumtumikia Mungu. Haleluya. Tena watahubiri vizuri mno. Lakini anasema hatari ni kwamba watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Yote haya tuliyosoma hapa kwa lugha moja anaitwa ubinafsi. Watu watakuwa na ubinafsi. Mbinafsi ni mchoyo. Uchoyo unakufanya usihesabike kuwa mchaji wa Mungu. Yule jamaa aliambiwa nenda ukauze vyote. Ukishauza usiniletee mimi. Nenda ukawape wahitaji. Nenda ukawape maskini. Akasema wanafunzi wake akamwambia, kwa namna hiyo ni nani awezaye kuokoka? Ni nani anayeweza kuokoka? Kwa sababu ili uonekane umeokoka, lazima uwe tayari kutoa. Lazima usiwe mbinafsi. Lazima uwe tayari kuwa na ushirika. Haleluya. Sasa anasema ni nyakati hizi za hatari ambapo watu watakuwa ni wabinafsi, wenye kujipenda wenyewe. Haleluya. Kujipenda mwenyewe maana yake nini? Kutafuta matakwa yako wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe unajipa kipaumbele, upendeze wewe. Yaani kanisani wakisema ni nani ambaye anapendeza vizuri kanisani? Mimi. Haleluya. Ni nani ambaye kanisani huwa anajitolea sana? Mimi. Bwana asifiwe sana. Maana yake unajipenda mwenyewe. Unapenda mwenyewe. Basi ikitokea hapa watoto wote wamefeli darasa la 7, mtoto wangu mimi afaulu. Na unajisifia. Kijijini kwetu pale watoto wakina fulani wamefeli, lakini namshukuru Mungu mimi kwa kweli. Mungu ni mwaminifu jamani. Katoto kangu tu ndo kamefaulu. Ubinafsi. Yaani wakati wewe unahisi unampa Mungu ibada, unamshukuru Mungu, kumbe unatangaza ubinafsi. Haleluya. Yaani litakiwa kusoma kwenye Matendo. Ngoja nikuoneshe hapa uelewe maana ya kitu tunachokufundisha. Ili usije kila siku unatoa shuhuda kumbe unajikosesha tu. Haleluya. Matendo sura ya 4 mstari wa 32. Hili ni kanisa la kwanza. Anasema na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Haleluya. Jamii ya watu walioamini. Kipindi hicho bado hawajaanza kuitwa majina tunaoitwa sisi wa Kristo, wa Pentekoste.
Haleluya. Wanaitwa jamii ya waaminio. Anasema walikuwa na moyo mmoja, walikuwa na roho moja. Jambo la kwanza, hawakuwa na ubinafsi, hawakuwa na kutenganishwa. Jirani yako kama nafsi yako, maana yake ni kitu hichi kimoja. Kwa walikuwa na moyo mmoja, walikuwa na roho moja. Anasema wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hawa jamaa walikuwa ni wacha Mungu. Hawa jamaa walikuwa ni watumishi wa Mungu. Kwa nini? Walikuwa na moyo mmoja, hawakuwa na ubinafsi. Yaani haiwezekani jirani yako, haiwezekani ndugu yako analala njaa afu wewe umekula chakula, halafu unasema Mungu akikuokoa maisha yako yanabadilika sana. Hebu angalia, unajua rafiki zangu wale, kila siku nawaambia waokoke, wabadilishe maisha yao, wamwamini Kristo. Wanalala njaa siku hizi tu, lakini mimi Mungu amenitendea. Haleluya. Hakuna Mungu wa namna hiyo. Mungu akinyesha mvua ananyesha kwa watu wote. Wewe ni mwakilishi wa Mungu. Haleluya. Anasema hakuna hata mmoja aliyesema kwamba kitu alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Haleluya. Ubinafsi unakufanya usiwe mtaji wa Mungu. Ubinafsi unakufanya Mungu asihusike na maisha yako. Hawezi kukuzidishia, kwa kuwa katika ufalme wa Mungu hatuna neno ubinafsi. Sasa anasema wenye kujipenda wenyewe, ndio sifa ya siku za mwisho. Unatamani ikiwa Mungu atajibu maombi ya watu, basi wewe wa kwanza kujibiwa. Unatamani ikiwa Mungu atawapa watoto watu, basi wewe ndio uwe wa kwanza kupewa mtoto. Hauwezi kufurahia mwenzako akiolewa, tena unakuwa mtu wa kwanza kuwa na majungu, kusema huyu naye ameoa, angemjua huyo dada. Wacha wengine tukae kimya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini? Unajipenda mwenyewe. Yaani unamwona mwenzako amevaa kigauni kinachanika, amekivaa wiki mbili tu, lakini wewe ndugu yangu ukienda dukani unasema wow, nikivaa hili, haleluya, kwa kweli watajua tu kama nimeokoka. Bwana asifiwe sana. Ubinafsi. Maandiko yanasema ya kwamba hawa watu, jamii ya waaminio, kanisa la mwanzo, tunajifunza kutoka kwao. Anasema hakuna hata mtu mmoja aliyeona kila kitu cha kwake mwenyewe. Haleluya. Yaani ikiwa nina gari sio kwa ajili yangu. Haiwezekani nimpite Samueli, anahitaji nimpe msaada, nimwambie mtumishi, Mungu akubariki. Haleluya. Namshukuru sana Mungu, kwa kweli imekuwa ni hitaji langu la muda, lakini utumishi huu unalipa mtumishi. Bwana akubariki sana. Ubinafsi, unajipenda mwenyewe. Haleluya. Lakini anasema uwe na ushirika, uwe na upendo, ujitoe kwa ajili ya wengine. Haleluya. Uwajali wengine, uwahudumie wengine. Ndio tumeitwa kuwa hivyo. Huo ndio wito wetu, na hiyo ndio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu sio kuwaelezea watu wengine mambo ambayo Mungu ametutendea makubwa, bali ni kuwaita na kuwafanya kuwa washirika. Washirika wa nini? Wa kile ulicho nacho. Haleluya. Yaani Paulo alikuwa anafundisha kanisa la Korinto, akasema wale jamaa walikuwa wamepokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wengine wanena kwa lugha, wengine wanatafsiri lugha, wengine wanatabiri. Kwa hiyo kila mmoja kanisani ana huduma yake. Haleluya. Sasa kumbe Mungu mwenyewe alivyotoa kile kitu, alitoa kwa ajili ya ushirika, watu wafaidiane, mwenye nacho ampe ambaye hana. Haleluya. Sasa wale jamaa wakaanza kusema, mimi huduma yangu ndio nzuri, mimi bwana, unajua ndo mchungaji wewe tu ni mzee wa kanisa, utaniambia nini? Mimi ndo mwimbaji pale, praise team mwenyewe. Wewe unafagia kanisa, nani huwa anakuona? Kikatokea nini? Watu wakaanza kujipenda wenyewe, watu wakaanza kujiangalia wenyewe, wakaanza kujithamini wenyewe. Paulo anaenda kuwaambia, na jamani, ninyi ni mwili mmoja, watumishi, kila mtu amepewa karama yake ili amfaidie mwingine. Haleluya.
Wewe unaweza kupata 100,000, mwenzako anaweza kupata 10,000. Wewe umepewa 100,000 ili umfaidie mwingine, sio kwa ajili yako tu. Haleluya! Maandiko hapa amesema wasiopenda wa kwao. Haleluya! Yaani katika familia yenu ile, nyumbani kwako tu ndio maisha mazuri. Mjomba wako sijui mdogo wako mambo ni magumu, halafu unasema unashuhudia, unasema namshukuru Mungu sana kwa kuniheshimisha. Kwa kweli wapendwa, nyumbani kwetu tulizaliwa watu kama 8 hivi. Katika watu 8 kweli ninashuhudia, nikijaribu kuangalia maisha ya ndugu zangu wale, kwa kweli naona wana changamoto sana. Watoto wangu tu ndo ambao wanasoma shule ya English medium, lakini ndugu zangu wale kwa kweli wana mateso makubwa. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Mungu yupi? Tueleze, ni Mungu yupi unayemshukuru? Maana maandiko yanasema wasiojali wa kwao. Haleluya! Mungu akikuinua, unajifunza kwa Yabesi. Yabesi anasema kwamba alikuwa na heshima kuliko nduguze. Haleluya! Kwa sababu alikuwa na heshima kuliko nduguze, maana yake ndugu zake walikuwa wanamwangalia yeye, wanamtazamia yeye, wanasema jamani, tuna shida ya chumvi, mwenye uwezo kwenye familia yetu ni nani? Ni Yabesi. Yabesi anampa chumvi. Maandiko yanasema Yabesi hakujisikia vibaya, akamwambia Mungu, ni kweli umenibariki, wahitaji wananijia, Baba ninakuomba uniongezee, unizidishie hozi. Haleluya! Maandiko yanasema Mungu akampa Yabesi sawa sawa na alivyoomba. Haleluya! Kwa nini? Mungu alikuwa na imani na Yabesi, alishajithibitishia ya kwamba Yabesi hana uchoyo. Nikimbariki Yabesi anabariki wengine, hang'ang'anii yeye peke yake, having'ang'anii yeye tu. Haleluya! Kornelio mtu wa Mungu anasema alikuwa akiwapa sadaka watu, akitoa vitu. Mungu amembariki Kornelio, hajawa mchoyo, anawapa watu. Mungu amemtokea Kornelio akamwambia mwite Petro. Haleluya! Kornelio ni mtu mzuri mno, asili yake ni upendo. Akamwambia Petro, unakuja? Ndio. Hautaishia ofisini. Akawapigia simu ndugu zake, jamaa na marafiki, akasema jamani, njoni hapa kwangu. Ingawa Mungu alimwambia Petro aende kwa ajili ya Kornelio. Unaelewa watumishi wa Mungu? Yaani wokovu ulikuwa unaenda kwa Kornelio peke yake. Kornelio peke yake ndo alitakiwa akutane na Petro, afundishwe njia ya kweli, aokoke, ajazwe Roho Mtakatifu. Kornelio hakuwa mbinafsi. Hakusema ya kwamba katika ukoo wetu natakiwa ni mimi tu peke yangu ndio mtumishi, ndio nimeokoka. Kornelio akawaita ndugu, jamaa na marafiki, akawakalisha pale. Petro anafika pale, anashangaa kundi kubwa la watu. Akasema nikajua utaniita ofisini tu tuongee private, umepata nafasi ya kukutana na mheshimiwa. Unasema sasa bwana, siwezi kuita watu, wataniaibisha. Kuna watu nawajua wataniaibisha, inabidi tukutane tu ofisini baba. Haleluya, Bwana asifiwe. Kuna watu wakipokea wageni kama ilivyokuwa kwa nani? Kwa Sauli. Baba yake yule Yesu kapokea, kamuona nabii wa Mungu amekuja, akaleta vile vya thamani kwanza venye heshima. Akasema tuko hapa na watoto wangu ndio hawa. Kile ambacho kinadharaulika, kinaonekana hakina heshima, hajakiita, kipo mbali. Bwana asifiwe sana. Kornelio anawaita watu wote. Injili inafika kwa Kornelio na watu wake wote. Petro anapewa nafasi, jamani, hudumia watu hawa, ni wote wanatakiwa kusikia injili, sio mimi peke yangu. Hana ubinafsi. Haleluya. Kwa hiyo ili Mungu akuamini, lazima ufikie hatua ya kutokuwa na ubinafsi. Huo ndio wito wa Mungu kwenye maisha yetu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika somo letu hili ambalo Mungu ametupa, tunajifunza kwa habari ya kuwa na utoshelevu. Na nimeambia utoshelevu maana yake nini? Kuwa tayari kujitoa. Haleluya. Lazima uwe tayari kujitoa. Kile ambacho Mungu amekupa, amekuheshimisha, amekuthamini, amekupendelea, amekupa neema, uwafae wengine. Ndio wito wa Mungu huo. Tushirikiane. Ukisoma hapa maandiko hapa yanakwambia, yani hakuna mtu ambaye alionekana hana.
Yule ambaye alionekana amepungukiwa aliweza wale wengine ambao walikuwa nacho waliweza kuficha ule udhaifu wake. Sisi ni vidole, ni viungo, ni kama timu ya mpira. Fulani anacheza vibaya, kwa kuwa unacheza vizuri, ukifunga goli, mwisho wa siku tunasema jamani, sisi ni washindi. Haleluya! Maandiko yanasema hivi, sijui nikusomea au ngoja nikutajie. Maandiko yanasema Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, akasema ya kwamba jamani, watu watajua ya kwamba mimi nimetoka mbinguni ikiwa wataona ya kwamba ninyi mnapendana ninyi kwa ninyi. Haleluya! Yaani amri za Kristo ni kwamba ili watu wajue kwamba Kristo ametoka mbinguni, Kristo anaokoa, hauhitaji wewe kuweka mkutano wa Injili. Bwana asifiwe sana. Sijasema kwamba mkutano wa Injili haufai, ila najaribu kuonyesha hauhitaji wewe kushuhudia ili watu wajue kwamba Kristo yuko ndani yako. Anasema watu watajua kwamba mimi nimetoka mbinguni ikiwa wataona mnapendana ninyi kwa ninyi. Sasa kupendana ninyi kwa ninyi ndiyo tofauti ya ubinafsi, tofauti ya kujipenda mwenyewe, tofauti ya kupenda fedha, tofauti ya kujipenda, ya kujisifu, kujivuna. Haleluya! Kwa hiyo tamani Mungu aweke ndani yako moyo wa utoshelevu, moyo wa kujitoa, moyo wa upendo, maana huko ndiko kumcha Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Sasa huo ndio mwisho wa semina yetu. Haleluya! Unaweza kumshangilia Mungu, tumefika mwisho. Bwana asifiwe. Haleluya! Sasa tunaendelea. Haleluya! Sasa hivi ni 5:00 kasoro dakika 4. Tunaendelea watumishi wa Mungu, si ndivyo? Tunaendelea na nini? Na kufundisha sasa kitu cha kufanya. Umeshasikia neno la Mungu, si ndio? Sitaki uwe kama ule udongo ambao una miiba, ile mbegu iliyopandwa kwenye miiba afu mwisho wa siku ikashindwa kumea. Haleluya! Semina yetu imeisha. Sasa maandiko yanasema katika Waebrania sura ya 4, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema kama vile hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Maandiko yanasema hivi, ni kweli tumehubiriwa habari njema kama watu wengine, tena tumesikia, lakini anasema lakini neno lile walilolisikia halikuwafaa hao. Kwa nini halikuwafaa? Kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao. Kwa hiyo wamesikia neno la Mungu, wamesikia mahubiri, wamesikia semina, lakini lile neno halikuwa na manufaa kwao. Kwa nini? Kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao. Haleluya! Haleluya! Hili ndio somo ambalo tunatakiwa tujifunze kama hitimisho sasa. Bwana asifiwe sana. Kwa sasa hivi tusimame kwanza, hatuna haraka. Haleluya! Tunasimama, tunapata wimbo mmoja kwanza wa sifa, uchangamke, halafu nikufundisha sasa hili neno ulilosikia, mahubiri ambayo umejifunza semina yote hii yawe na maana kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Karibu mama mwinjilisti hapa.